Warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa MBTV popote ulipo duniani, ni mtangazaji wako Ismail Muhammad wa mara zote katika kipindi chako maridhawa cha dawa mtaa kwa mtaa. Bado ni ngali Pemba, bado niko Pemba, na swali letu la leo linasema tutajie sura ambayo aya yake ya mwisho kabisa ni jina la Allah. Mimi mtangazaji wako pamoja na kameraman wangu bwana Said Kisiwa, tujue je, wakazi wa hapa, wakazi wa Pemba hilo wanalijua? Ungana nami hatua kwa hatua. Naitwa nani? Nasir Salman. Kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi, ukikosa tunapeana elimu. Huku zawadi, huku elimu. Sawa bwana? Ndio. Swali letu la leo linasema, wewe chuo umeenda? Chuo umekimbia. Chuo umekimbia? Umefika sura gani? Chuo umekimbia sana. Umekimbia sana? Sana. Kazi yako ilikuwa kuchana majuzu? Kabisa. Haya, swali letu linasema hivi, tutajie sura ambayo aya yake ya mwisho ni jina la Allah. Aya ya mwisho jina la Allah. Aya ya mwisho ni jina la Allah. Hiyo sura tuitaje uchukue zawadi. Suratul Fatiha. Suratul Fatiha. Suratul Fatiha, Fatiha ile akai. Wewe mkazi wa Pemba kabisa. Na ulisoma chuo? Sijasoma sana lakini ulichana majuzu tu. Kabisa. Bana, sura ni suratul Infitar bana, sawa? Usiniangushe. Endelea kuangalia MBTV, sawa? Mimi naitwa Abdi Ali Haji. Abdi Ali Haji. Mkazi wa Pemba? Mkazi wa Pemba. Sehemu gani? Chake Chake. Na wewe shako unaitwa nani? Kwa jina naitwa Yakub Juma Hamadi. Mkazi? Ni mkazi wa Pemba. Sehemu gani? Sehemu ya Michungwani. Michungwani. Na mpenzi mtazamaji, kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi, ukikosa tunapeana elimu, sawa? Sawa? Swali letu la leo linasema, tutajie jina la sura ambayo mwisho wa hiyo sura kuna jina la Allah. Na mimi nakumbuka hiyo juzu moja umemaliza, si ndio? Sijamaliza. Ama hujamaliza? Hata kidogo. Ulikuwa unafanyaje chuo? Na unasinzia? Alikuwa nasinzia kabisa. Alikuwa nasinzia kabisa. Kwa nini? Wazazi wako wanalijua hilo? Wazazi wangu halijui hilo. Kwa unastahili mikwaji tena sana. Labda ustadhi mwenzangu pengine. Haya, ustadhi mwenzake. Swali umelisikia? Swali nimelisikia. Tupe jibu. Sura ambayo mwisho namalizia na jina la Allah. Tena kurahisishia, hiyo sura ipo katika juzu amma. Iko katika juzu ya amma. Suratu nikupe ofa. Nipe ofa. Aya yenyewe inasema, yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Haya, Suratul Inshiqaq. Umekosa, ni suratul Infitar, idha samaa unfatarat. Nimekupa ofa kabisa na mpaka nimekusomea sasa. Au ulikuwa mambo waya zimechanganya? Nimesahau kidogo. Haya, pole bwana. Basi endelea. Sasa unalipi la kuambia vijana wenzio umuhimu wa kusoma dini, vijana wa Pemba? Kuna swali jingine? Unataka swali jingine? Umeoa? Shoa. Ushaoa? Shoa. Una mke? Mbona kama hujaamini, mke unaye huna? Naye. Soma dua ya kufanya tendo la ndoa. Hapo sijui. Sasa wewe unafanya unarukia tu. Wewe umeuliza swali jingine nimekupa. Sijui. Haya, unalipi la kuambia vijana wenzio umuhimu wa kusoma dini? Kikubwa nawaambia tu vijana wenzangu kwamba tukae kitako, tusome dini yetu, kwa sababu ni jambo la muhimu sana na ni jukumu pia, kama tutaendelea tu kukaa bila ya kuisoma dini yetu. Kwa hiyo ni hivyo tu. Shukran. Asante. Endelea kuangalia MBTV. Asante. Na mpenzi mtazamaji, mpaka sasa sijempata mshindi, bado naendelea. Niliambiwa au tuliambiwa MBTV, njooni Pemba. Hakika mtashangazwa na wakazi wa Pemba kwa namna watavyojibu maswali hayo rais. Lakini cha kustaajabisha, cha kushangaza,
Hakuna anayetujibu. Watu ni wallah. Tuendelee, ungana nami. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi ya fedha, ya fulus, ya money. Ukikosa nakupa elimu. Ukufedha uko elimu. Utachagua wewe ukae wapi, sawa? Swali letu jepesi, madrasa wewe nakukumbuka au hujaenda madrasa? Nimepita kidogo. Juzu moja hujamaliza? Bado. Juzu moja? Hujasoma hata sura moja? Nimesoma kidogo. Alhamdulillah, najua. Najua. Haya. Tajie jina la sura ambayo aya yake ya mwisho imeishia na Allah. Iliyoishia na Allah. Iliyoishia na Allah. Alhamdulillah. Hebu isome alafu tuthibitishe kweli imeishia hivi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tayari. Imeisha sura. Una swali? Na swali ndio. Mara mwisho lini? Swali. Sikukuu. Jitahidi bwana. Suratul Fatiha haijaisha bwana. Sawa. Ndio. Bado inaendelea. Swali letu la leo jepesi na wewe huwezi kulikosa. Linasema hivi. Tutajie sura, jina tu la sura ambayo aya ya mwisho inaishia na neno Allah. Sura. Jina Imeishia neno Allah. aya ya mwisho. Hapana, sina elimu nayo kwa hiyo. Mimi nakusomea basi hiyo aya. Ndio, asante. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Taja hiyo sura. Surudie sura aya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Actually nimesahau kidogo. Nimesahau wallahi. Leo kipindi kimekupata leo. Imenipata sana wallahi. Inshallah tafanya. Mlisema tuje Pemba, tumekuja. Kweli muhimu sana. Na mpaka sasa hivi sijapata mtu. Hujapata kwa nini? Wanashindwa. Unajua wakati mwingine unapomshtukizia mtu kitu inakuwa majibu unakuwa hayaji haraka kama unavyojua. Inakuwa na ile kama unamshtukiza na mshoki anajua anafahamu, lakini ile fikra haraka inakuwa ni ngumu kidogo. Haya. Jibu lake bana, sura ni suratul infitar. Idha samaa'un fatarat. Sawa? Samaa'un fatarat. Haya, unalipi la kuambia wewe ukiwa mfuasi wa kipindi hichi, mkazi wa Pemba, na leo tumewajia Pemba kama mlivyosema njooni Pemba, lakini ni takriban kipindi cha pili sasa. Sijapata mshindi. Unalipi la kuambia wakazi wa Pemba, Waislamu? Karibuni sana Pemba, tunashukuru kwa ujio wenu na tunafurahia mkija Pemba kwa ajili ya kuuliza maswali namna hii, kwa sababu inatufanya sisi tuchangamkie hizi fursa ili kupata elimu zaidi, kwa sababu unaposhindwa kujibu swali wakati mwingine tunajifunza majibu kutokana na maswali ambayo tulishindwa kujibu. Na pia tunawashauri Waislamu pia tushikamane katika kamba Mwenyezi Mungu, wala tusifarikiane wala tusiingizane ubaguzi wa aina yote na Waislamu ambao hawahitajiki. Shukran sana. Asante sana. Sana. Alhabib, salamu alaykum. Swali letu la leo linasema rais huwezi kulikosa. Najua wewe juzu 2-3 umemaliza. Swali letu linasema hivi. Tutajie jina la sura ambayo aya yake ya mwisho inaishia na jina la Allah. Oh my God. Hilo mbona swali sio rahisi sasa bwana? Basi nakusomea na yenyewe. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Jina la sura. Chuo ulikuwa nakaa mstari wa mbele na Saidi Kisiwa. Kama inakuja kama inakataa. Inakuja na kataa manake. Bwana usiniangushe. Yauma idhin lillah. Haikuja nakosea. Sio kabisa kile. Kwa nini nikupe jawabu? Nipe jawabu. Ni suratul infitar. Idha samaa'un fatarat. Asante sana. Yani imekupitia afu kaiacha. So kama yani unajua nimehifadhi Qur'an. Mashaallah. Yep. Lakini sasa ni muda. Alafu hizi kwa sababu uko unapeana mapande, alafu unajua aya hii kimalize na kuja sura gani. Lakini ni basi vitu wanasema siku ya kufanyani mimi tuteleza. Yani hapo ninachotakiwa ni kurudi tena kupitia kabisa. Sasa wewe kama kijana, vijana wenzako wanakutazama Pemba, Tanzania na dunia nzima.
una lipi la kuwashauri, kuambia umuhimu wa kusoma dini yao, hasa elimu ya dini? Kitu ambacho nawashauri vijana wenzetu, tuache kuishi kwa mazoea. Kama sisi Wazanzibari ambao tumezoea tumezaliwa ni Waislamu, tunajua tunikuamka na kuswali na kunini, na hatutaki kusoma. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana ya kukaa kwenda madarasa tukajifunza sana dini na tusiishi kwa mazoea. Yaani tusikubali kusema sisi tu ni Waislamu, lazima tukae na tufunzwe dini inahitaji nini. Hicho ndio ambacho nataka. Shukrani sana. Asante sana. Endelea kufuatilia. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, bado sijapata hapo mshindi mpaka sasa katika kipindi changu. Tuendelee hatua kwa hatua. Swali letu la leo linasema tutajie jina la sura ambayo aya yake ya mwisho inaisha na jina la Allah. Aya ya mwisho inaisha na jina la Allah. Jina la hiyo sura tu uchukue zawadi. Suratul Ikhlas. Hebu isome tuone kama aya ya mwisho inaisha na jina la Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad ni upekee, umoja, sio jina la Allah. Mimi nakupa aya yenyewe, wewe taja sura. Naam. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Taja sura. Suratu Al-Infatara. Bado bana, yani sura ndio hiyo hiyo, lakini hujaitamka vizuri. Tamka vizuri mkubwa. Suratul Fatarat. Bado. Fikiria vizuri. Naam. Bado umejaribu, utapata za takbir. Allahu Akbar. Sura ni sio Mfatarat, Suratul Infitar. Lakini kwa kuwa umejaribu, umekaribia jibu, matamshi yamekuchenga, atakupa zawadi. Tumeahidi ukipata unapata nini? Zawadi. Mpenzi mtazamaji, tunampa za shika bana. Shilingi ngapi? 5000 hii. Nyingi ndogo. Wao wanatakiwa ushukuru kwa kile man lam yashkuru kalila lam yashkuru kathira. Kabisa. Naam. Una lipi la kuambia vijana wanaokutazama? Angalia maswali kama haya hatujapata, lakini wewe mwenyewe swali limekutoa kijasho kweli kweli. Mimi ninacho anasi vijana wenzangu ni kushikamana tu na dini, kwani kwa sababu ndani ya kushikamana na dini kuna mafanikio katika dunia hii na akhera hal kadhalika. Mafanikio ya dunia ni kama hivi kichache hichi mmepata kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo ni kwa kujibu tu swali la dini, si kwa kitu kingine chochote. Leo kama singejaribu na kupata jambo kidogo, singelipata shilingi 5000. Kwa hiyo ni katika dunia Allah ameahidi jambo hili la kwamba atawanyanyua wale walioshikamana na dini Allah. Shukran sana. Inshallah. Barakallahu fik. Msalimie Said Kisiwa. Said Kisiwa. Simfahamu nani? Umesoma naye chuo bana, alikuwa anakaa mstari wa mbele anachana majuzuu sana. Anaitwa Said Kisiwa. Inshallah atamsalimia. Inshallah. Barakallahu fik. Na mpenzi mtazamaji, huyu Sheikh nani? Saif Muhammad Dadi. Sheikh Saif Muhammad ndo anakuwa mshindi wetu wa kwanza katika jiji hili la Pemba. Tuendelee. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umeafuta machozi watu. Naam. Twende kaangalie Sheikh. Shukran. Na Sheikh njoo bwana, njoo. Njoo bwana. Sawa. Alaykum salam. Vipi hali? Nashukuru. Naitwa Ismail Muhammad. Naitwa nani? Naitwa Abubakar Hamadi. Abubakar Hamadi. Kipindi hewani ni dawa mtaa kwa mtaa. Unauliza swali, ukipata unapata zawadi, ukikosa tunapeana elimu, sawa? Inshallah. Swali letu la leo linasema hivi. Tutajie jina la sura ambayo aya yake ya mwisho ni jina la Allah. Na kutusomea na aya yenyewe, sawa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin quddus salamul mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahu al-khaliq al-bari wal-musawwir lahu al-asma'u al-husna yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ard wa huwa al-aziz al-hakim. Surah al-Hashr. Hakim si sifa ya Allah? Naam, ni sifa ya Allah. Nataka neno Allah aya mwisho iwe ni Allah. Sikia haya na kusomea yenyewe ndio imeenda unipe jina tu la sura. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Hiyo sura al-Infitar. Takbir. Allahu akbar. Wewe umepita chuo wewe. Naam. Naam. Ulikuwa uchani majuzu.
Haya bana, tumesema ukipata nakupa nini? Nakupa zawadi. Unaitaka au umesema? Ukinipa ninaitaka. Haya, zawadi bwana hii hapa. Hii hapa. Waonesha na kutazama. Asante, shukrani. Ngapi? Shilingi 5,000. Ulikuwa na hesabu nayo? Hamna. Mambo ya raha, mambo ya MBTV hayo raha sana. Raha sana. Uko elimu huko zawadi. Umeona? Una lipi la kuambia vijana? Wengi tumeuliza maswali yamewashinda. Una lipi la kuambia vijana? Vijana kwa kweli tujitahidi kusoma, kutafuta elimu, kwa sababu elimu ndio msingi pekee ambao unatupeleka katika misingi ile ambayo utanyosha katika kule tunakokwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi kusoma ili masuala yakija kama haya madogo madogo tusiweze kushinda kupata zawadi hata hizi ndogo ndogo tu inshallah. Shukran sana. Inshallah. Letu la leo linasema bana, tutajie jina la sura ambayo aya yake ya mwisho inaishia na jina la Allah, na aya yenyewe nitakusomea, inasema yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Sura gani hiyo? Shanitoka kidogo wewe. Nimekutoka? Sasa wewe bana, wewe chuo si nilikuona bwana. Ndio nilipenda, lakini kuna kusahau. Kuna kusahau? Sio kwamba ulienda chuo kuchana majuzutu. Bana, haya bana. Suratul Infitar, sawa? Inshallah. Endelea kuangalia MBTV. Assalamu alaykum. Swali letu la leo linasema tutajie jina la sura ambayo aya yake ya mwisho inaishia na jina la Allah, na aya yenyewe nakusomea, sawa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Unajua hiyo aya? Sura sasa. Sura msahau. Umesahau? Kwa nini nikupe swali jingine? Basi soma dua kutoka chooni. Ufranaka babani ladha wafani. Takbir. Umeotoza takbir. Bana, wewe umepata, lakini hilo swali la nyongeza. Sawa? Jitahidi kusoma bana. Sawa? Haya bana, kwaheri. Na mpenzi mtazamaji, na huyu alikuwa ndiye mshiriki wetu wa mwisho. Walillahi alhamd. Katika kipindi hichi tumeweza kujinyakulia takriban washindi wawili. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ismail Muhammad, mpaka muda mwingine, wakati mwingine. Wassalamu alaikum.